Viongozi wakuu wa kisiasa leo waliamua kuvuana nguo hadharani wakirushiana cheche za lugha chafu na matusi makali. Rais Ruto aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua wakiongoza msururu wa matusi ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwenye historia ya ofisi kuu humu nchini. Jioni ya leo tunakuletea matamshi ya viongozi hawa pasi na kuhariri maneno yao. Belita Oletenges anaangazia hii siku ya siasa chafu. Kwa ajili ya heshima na taadhima kwa watazamaji wetu, hapo jana tuliweka pembeni cheche za matusi kutoka kwa wanasiasa. Ila sasa matamshi yao yamegeuka na kuwa majibizano makali ya kurushiana vijembe hadharani. Ndiyo maana leo tunaangazia matamshi yao bila kuhariri. Majibizano hayo yalianza huko Kiambu, ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa na maneno makali ya kusema. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. Rais William Ruto aliyelengwa na maneno hayo ya kukosa maumbile yake, naye akarusha makumbo yake. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Rais Ruto akizungumza kwa hasira huko Mlima Elgon, sauti yake ikiashiria ghadhabu kubwa. You cold-blooded thief, you cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. We will not allow you to mislead anybody in Kenya. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rot in jail. Ikweli ama si kweli? Huyo mtu atembee asitembee, apotee asipotee. Na baada ya kumlenga Gachagua, Rais Ruto akatupa nyavu kwa upana zaidi katika maji machafu ya matusi kwa viongozi wengine wa upinzani. Kwanza mimi nauliza wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka. Munalala kwa mkutano mchana, hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa bure. Licha ya kwamba rais hakumtaja mlengo wa maneno yake, alipokea majibu kwa kauli yake. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Tukirejelea ya Rais Ruto ambaye alionekana kuwa mwingi wa hasira, alimlenga mwanasiasa kutoka Kitale ila hakutaja majina yeyote. Ati wamekusanyana hapo, iko mwingine wa kutoka hapa Kitale. Sasa hata huyo mimi sijui. Aliwachiwa kiti na ndugu yake, akawachiwa shamba na ndugu yake, akawachiwa watoto na ndugu yake. Ile shamba hajajenga nyumba, bibi ni wa kukodesha, nyumba amekodesha kwa watu, watoto wa ndugu yake wamekufa kwa njaa. Ati saa hii anazunguka hata anajaribu kuongoza. We utaongoza nani? Kwenda jenga nyumba kwanza kwako, utafute bibi, ununue daipa, ujue karama ya mbolea. Ni kweli ama si kweli? Wacha kutuzungua hapa. Utaongoza nchi ya nani wewe uweze kuongoza boma yako? Lakini nataka nikuambie vile nilikuambia jana, hatutakubalia wewe kuiba Nairobi Hospital. Because vile unaenda, tukikubalia uibe Nairobi Hospital, utakuja kuiba Leave Funeral Home. Na hatutaki tufike hapo. Si ndio? Ni majibizano yaliyoshusha hadhi ya viongozi hao.
matamshi yao na cheche za matusi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi yalishamiri katika mikutano ya hadhara na kuibua maswali kuhusu mwelekeo wa siasa za taifa hili. Melita Ole Tenges, Runinga ya Citizen.